kwenye huu ufalme, ni kwa namna gani nitaweza kumiliki baraka zangu, ni kwa namna gani nitazipokea baraka zangu na kuzifurahia, ni kwa namna gani. Tangu wakati wa Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Kumbe unahitaji nguvu ili uweze kuteka huu ufalme ule na kunywa mbele za Bwana. Haleluya. Unahitaji nguvu. Ni kweli tumewekwa, tukafanywa makuhani, tukafanywa wafalme ili tumiliki juu ya nchi. Haleluya. Ili tuweze kumiliki juu ya nchi tunahitaji nguvu. Bwana sifiwe. Tunahitaji nguvu. Tunahitaji kujazwa nguvu. Bwana sifiwe. Sema, ili nimiliki ni lazima niwe na nguvu. Ili nile na kunywa mezani pa Bwana ni lazima niwe na nguvu. Kwa maneno mengine, wanaomiliki ni walio na nguvu. Wanaozimiliki baraka zao ni walio na nguvu. Wanaokula na kunywa mezani pa Bwana ni walio na nguvu. Wanaopokea huu ufalme ni walio na nguvu. Ufalme huu sio wa watu wanyonge. Ufalme huu sio wa watu goigoi. Ufalme huu sio kwa watu dhaifu. Na ndio sababu Mungu ametuleta, haleluya, ili tuweze kupokea nguvu zitakazo tuwezesha kuzimiliki baraka zetu. Haleluya. Anasema kwenye Obadia 1:17, ni mwezi wa kumiliki baraka zako. Baraka zako ziko ndani ya ufalme, na ufalme unatekwa na wenye nguvu. Ili uzimiliki baraka zako, ili uimiliki biashara yako, ili uimiliki ndoa, ili umiliki watoto, ili umiliki kazi, unahitaji kuwa na nguvu. Obadia 1:17, neno la Mungu linasema, na katika mlima Sayuni watakuwapo wenye kuokoka, nao utakuwa mtakatifu, na watu wangu watamiliki milki zao. Haleluya. Haleluya. Ya kwamba katika mlima Sayuni kutakuwapo na wokovu, kutakuwapo na watu wenye kuokolewa, na mlima huu utakuwa mtakatifu, na kutokea kwenye huu mlima watu watamilikishwa milki zao. Maana yake nini? Haleluya. Tunahitaji kuwezeshwa ili tuweze kuzimiliki milki zetu. Tunahitaji kujazwa nguvu ili tuweze kula mezani pa Bwana. Tunahitaji kuimarishwa ili tuweze kuteka ufalme wa Mungu na tuingie ndani yake na tufurahie wema wa Bwana. Na jambo hili linatendeka mlima Sayuni. Haleluya. Kuimarishwa huku kunafanyika mlima Sayuni, mahala ambapo Bwana amepachagua kwa ajili ya kuachilia nguvu, kwa ajili ya kuimarisha watu wake, kwa ajili ya kuwawezesha ili waweze kumiliki na kutawala katika nchi. Bwana sifiwe. Haleluya. Nguvu hizi zinaachiliwa mlima Sayuni. Mungu amepachagua mlima Sayuni ya kwamba ni mahala ambapo atapatumia kwa ajili ya kuwaimarisha watu wake. Hautatawala from nowhere.
Hautapata nguvu ya kumiliki kutokea chumbani kwako. Nguvu hii tunaipokea mlima Sayuni, mahala ambapo Bwana amepachagua kwa ajili ya kuwaimarisha watu wake, kwa ajili ya kuwajenga watu wake, kwa ajili ya kuwawezesha watu wake ili waweze kumiliki baraka zao. Bwana sifi. Ametupea ufalme, ametupa urithi, ametupa milki, ametupa baraka, ametupa mafanikio yanayohitaji tuwe na nguvu ili tuyapokee. Haleluya. Yanayohitaji tuwe na nguvu ili tuweze kufurahia wema wa Bwana. Na hizi nguvu Bwana amesema anaziachilia kutokea mlima Sayuni. Na ndio maana kwa wiki nzima, leo ikiwa ni siku ya 7, tangu Jumatatu tuko mlimani, tuko mlima Sayuni. Tunatafuta nini? Haleluya. Tumilikishwe miliki zetu. Tunatafuta nini? Tuimarishwe, tutiwe nguvu ili tuweze kuzipokea baraka zetu. Maana until tuna nguvu ndipo tutaweza kuvipokea vitu vitokavyo kwa Bwana. Bwana sifiwe. Haleluya. Acha kuja kwako leo mlima Sayuni, Mungu akuimarishe na kukuwezesha ukamiliki baraka zako kwa jina la Yesu. Maana tunamiliki kutokea mlima Sayuni. Ni mlima Sayuni tunawezeshwa, tunavikwa uweza, tunavikwa nguvu hata tuweze kupokea iliyo milki yetu na tuweze kumiliki, na Bwana atukuzwe kwenye maisha yetu. Haleluya. Swali linakuja, nini Mungu anamaanisha anaposema tunahitaji kuwa na nguvu? Bwana sifiwe. Haleluya. Anayepokea baraka, anayepokea urithi ni mtu wako wa ndani. Bwana sifiwe. Anayetawala, anayemiliki ni mtu wako wa ndani. Na ili aweze kuzipokea baraka za Bwana, huyu mtu wako wa ndani anatakiwa kuwa na nguvu. Kwa hiyo nguvu tunazozizungumza, Bwana sifiwe, ni uwezesho wa kiroho kukusaidia na kumwezesha mtu wako wa ndani awe imara kiasi cha kumwezesha kuzipokea baraka za Bwana. Mungu anatenda kazi na mtu wako wa ndani. Anaposema kuimarishwa, anamaanisha nini? Mtu wako wa ndani aimarishwe, apokee uwezo wa kiroho wenye kumwezesha kuzipokea baraka za Bwana. Maana tunazipokea baraka za Bwana katika ulimwengu wa roho. Kabla baraka hii haijadhihirika kwenye ulimwengu wa damu na mwili, baraka hii ulitangulia kuipokea. Haleluya. Mtu wako wa ndani alitangulia kupokea. Kabla uponyaji haujadhihirika kwenye mwili wako, roho yako ilitangulia kuupokea uponyaji. Bwana sifiwe. Kabla mafanikio hayajadhihirika kwa nje, ulitangulia kuyapokea mafanikio haya katika ulimwengu wa roho kupitia mtu wako wa ndani. Bwana sifiwe.